Na ikiwa ni majira ya saa 9 hivi saa za Afrika Kati, 10 majira ya Afrika ya Mashariki. Nazungumzia Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, pamoja kwa Salva Kiir, Sudan. Asante sana kwa wote ambao mko Australia, Canada, USA, Europe, South Africa, Kinshasa, Lubumbashi, Goma na maeneo yote ya DRC ambao mnasikiliza Baraka1 TV. Ikiwa ni tarehe 9 za mwezi wa 3 2025. Na ndugu zangu, nilisema kwamba tutazungumzia kuhusiana na aliko invitation ya Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwenda United States of America. Yani yeye anaalikwa rasmi na Secretary d'Etat wa Nations Unies wa Etats-Unis. Anaalikwa rasmi na serikali ya Trump. Unaona? Hii ni heshima kubwa kwa DRC. Na pia M23 kuisha habari yake. Nguvu zinaisha. Wanapumulia mipira sasa hivi. Unaona, na pia nitakuja kukuletea list ya watu ambao ni wasaliti ndani ya nchi yetu. Watu ambao walikuwa wako alie ya M23 ambao wako wanapigana na M23. Niko na list ya mrefu. Wewe ndio kusomea yote. Unajua hapa tunasomaga vikaratasi vingi sana. Tunapata mambo mengi, kwa hiyo yote haya utaweza kuyasikia. Ndugu zangu, tuko na tatizo na nafikiri mko mnasikiza kwa kupitia sound. Hii kitu iko inanumisha masikio sana. Sikio zinauma wakati kuna piga ile pam 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 pam. So inakuwa inanisumbua sana. Inaweza hata nikasababisha tukagonjwa masikio ya unasikia. Hii ni tatizo ya mix ambayo tunatumia pamoja na circuit ya laptop. Laptop imekuwa iko na shida na tunahitaji kuibadilisha na tunahitaji tupate dola 300. Katika hii dola 300 Kiza Salum pamoja na Sani Ramadhan wameahidi kwamba watachangia. Pia Dieudonne Butoto naye pia amesema atachangia, lakini bado sijakusanya kwamba nione ni ngapi. Lengo letu ni kupata 300. Kwa hiyo ndugu zangu, na waombeni muweze kuchangia Baraka1 TV tupate dola 300. Dola 300 tuweze kununua ili tuondokane na hili tatizo. Ni tatizo ambalo liko linajirudia. Unasikia gisi liko linajirudia, so inakuwa iko ni inasumbua sana. So tukifanya hivyo mambo yanaweza kuwa mazuri sana. Na pia operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea. Unajua tupo katika wakati mmoja ambao tunahitajika tuweze kushikamana. Na hii itaendelea. Kwa nini itaendelea? Kwa sababu tumesikia wakimbizi wa Kinyarwanda ambao wako DRC wako na lalamika, wamoja wanasema kwamba sisi hatukubaliane na swala la Paul Kagame analofanya. Kwa hiyo sisi tunalia na serikali ya Kongo. Mpaka community ya Watusi ba Rwanda Kinshasa wakaenda kasema unaona sisi hatuko upande wa M23, tuko upande wa serikali. Sasa raia wengi wanasema kwamba hilo ni mchezo wao, sababu jamaa walianza hivi tokea miaka na miaka. Unaona? Na lengo lao lilikuwa ni siku moja waweze kututawala. Sasa wanaweza wakalialia hivi alafu tukajisahau. Kwa hiyo tukijisahau tunakaa kimya, wao wanaendelea kujipanga. Kwa hiyo na sisi pia inabidi tucheze mchezo ule. Wao wanaenda, sisi tunaenda. Yaani tunaenda hivyo, wakikuja tunawazuia kama kazi ambayo wako wanafanya wazalendo. Hatuna nia mbaya nao. Tuna nia mbaya nao. Na hatupo kwa ajili ya kusema kwamba tunaweza kuwafanyia kitu kibaya. Ile tu sisi pia tunajipanga hivyo. Ndio maana hii operation Saidia Muzalendo iko inaendelea. Hii platform itakuwa kubwa, itakomaa sana. Lakini kwa sasa hivi kwanza tunafanya juu ya kupata chakula ambacho kitawasaidia ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Sisi tunapigana kwa microphone. Always nawaambianga hivi. Sisi huku ndo kwetu, tunahamasisha, tuna encourage watu, tunawapa strategies nyingi za kufanya na jinsi ya kujikomporter mwi moment difficile. Yote tunakuwa
Ufanye hivyo. So tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako, na hizo ndizo zitakufanya wewe uweze kuwasiliana na the one and all in town DJP Rajabu Akili Kabonga pamoja na staff yote ya Baraka1 TV. Ja, pia usikose kuweza kushiriki kwenye kutoa ushahidi wako kwenye mahakama ya kihalifu ya ICC, na wamekwisha kulaunch tayari hiyo kitu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo kila Mkongomani, uko na video yote ambayo umeona M23 inafanya ama vitu ya ovyo ovyo, unaweza kuituma kule. Na pia services zimekuwa nyingi kwa B1 TV. Tuna B1 TV members. B1 TV members ni wale ambao wamejiunga moja kwa moja kwa Baraka1 TV kwa YouTube, na hao members tayari tupo na DA Ramix Bienfait, tuko na Hussein Matambo, tuko na Alex Jean Pierre, tuko na Elizabeth Mawazo, Salvador Idi, tupo pia na ndugu yetu Mapendo Elias. Hawa ni wamejiunga na B1 TV members. Pia tuna group la B1 TV supporters. Hawa ni wale ambao wanajiunga na Baraka1 TV kwa lengo la kuisupport B1 TV in case kuna mambo mengi ya kuweza kudevelop, kama jinsi watu wengi wanavyokuwa wanakuwa na shauku ya kuweza kucontribute kwa ajili ya kuweza kusongeza hili kitu mbele. Katika hizi members hizi B1 TV supporters ziko na 2 categories. Ya kwanza ni level 1 ambayo member anachangia $15 kila mwisho wa mwezi, and second ni ile categories ya $10 kila mwisho wa mwezi. So I will appreciate guys kwamba tutaungana wote kwa pamoja ili tuweze kusukumana na hili sawa. So mambo yote yapo kimtandao, yote yanakwenda kimtandao. Kuna PayPal pale, utaingia tu una use your credit card nini, mambo yanakuwa yanaenda sawa. Asante sana, tunashukuru. Tunashukuru sana. Na kama unaona kwamba bwana mimi siwezi tumia credit card, nitatumia tu nitakuwa na rusha ya namba iko pale. Namba iko pale, unarusha tu, sio mbaya sana. Karibu sana. Karibu sana, na tuanze na hili swala hapa. Tuanze swala la M23 kuishiwa nguvu kwanza. Ama tuanze na swala la rais kualikwa Marekani. Okay. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo ameweza kualikwa rasmi na serikali ya Marekani mwezi wa 4, ambapo atakwenda kuhudhuria kwenye mazungumzo mbalimbali kati ya serikali ya Marekani na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yote ni kutokana na vita ambayo iko nazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku baadhi ya nchi za Ulaya ikiwemo Ufaransa wakiwa support na kuwaunga mkono M23 ambao wanasimamiwa kwa kiwango kikubwa na nchi ya Rwanda, Uganda, Kenya pamoja na nchi zingine za Sudan, Somalia, pamoja na rais mstaafu ambaye ni Bwana Joseph Kabila Kabange. Aliko hili pia litakwenda kudiskasiwa kulingana na masuala ya uhusiano wa kidiplomasia, pia maendeleo ya nchi, ufisadi ambao unakithiri barani Afrika, umaskini ambao unaikumba taifa, huku ikiwa ni nchi yenye mali nyingi lakini moja kati ya nchi zaidi maskini duniani. So haya mambo yatakwenda kujadiliwa na serikali ya Marekani, na serikali ya Marekani imeahidi kwamba itafanya kadiri iwezavyo ili Mkongomani aweze kufaidika na madini ambayo yanatoka nchini mwao. Utafahamu tu kwamba Kongo ni nchi kubwa na ni moja kati ya nchi tajiri sana duniani ambayo ina madini ya kila aina, lakini madini hayo hayawafaidi kitu wa Kongomani. Zaidi ya 1% kubwa ya Wakongomani wanaishi katika umaskini. Mkongomani mmoja anaishi chini ya $1 kwa siku, kitu ambacho akikubaliki na serikali ya Marekani imeweza kuamua kwamba itasaidia. Sasa swali ni je, Marekani itasaidia ama itakuja kunyonya? Makampuni ya Marekani yataruhusiwa kufanya kazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizi sasa ni habari ambazo rais atakwenda kukutana nazo huko, ila nimezipata kabla haja kukutana nazo huko. Kampuni za Marekani zitaruhusiwa kuwa nafanya kazi Kongo na zinatoa madini Kongo, wanawapeleka kwao. Wanakwenda kutengenezea kwao, sisi wanatuletea. Ushelewa? Sasa hiki
ni kitu ambacho siwazii kama watu watakubaliana na hili swala. Kualikwa kwenda kuzungumza ni jambo nzuri, masuala ya security, na kitu kingine pia military base ya Marekani inaweza ikawekwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utafahamu tu kwamba NATO walikuwa wanataka waweke base Rwanda. Sasa hivi vikwazo ambavyo Rwanda ilipata kutoka kwa NATO vimeweza kuwavunjia, kuondolea credibility nyingi. Sasa Marekani inataka iweke military base nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo tutakuwa niseme tutakuwa katika ukoloni mambolea sijui. Kwa sababu itabidi sasa Marekani wao wana control kila kitu. Ndio mbaya zaidi kwamba wana control kila kitu nchini kwetu. Lakini pia sijui kama ndio itasaidia visa kuwa nyingi za kwenda Marekani kwa Kongomani, kwa sababu hapa hii vita ikipita Kongo itakwenda kufungua njia kubwa na Marekani. Biashara kubwa na Marekani. Sasa sijui kama Wakongomani wako tayari kuwapokea wa Marekani badala ya Wachina, wa Korea na Warusi. Sijui kama Wakongomani wanafikiria hili. Kwa jinsi nilivyokuwa najua kwamba asilimia kubwa ya Wakongomani wanapenda Kongo ifanye kazi na BRICS. Umoja ambao kuna Warusi, kuna Uchina, kuna Korea ya Kaskazini, kuna South Africa, kuna Iran na nchi zingine kama muungano wa IS ya kina Ibrahim Traore, kina Simi Goita, kina Abdulrahman Chani. Unaelewa? Hivi ndio watu wengi walikuwa nafikiria kwamba Kongo ingeungana kwa ile side. Sasa kitendo cha kwenda kuungana na Marekani siwazi kama itakuwa ina sound vizuri kwa Kongomani, ila Wakongomani wenyewe ndio wana maamuzi yao. Kama watakubali basi itakuwa hivyo, na wakikataa itabidi tufanye njia zingine ambazo zinawezekana ili kuweza kuwapa souverain premier ambacho wanakitaka. Kuhusiana na swala ambalo liko linazidi kuonekana sasa hivi, majeshi ya RDF pamoja na M23 kuanza kujiondoa mmoja mmoja. Wao wenyewe wanaondoka mmoja mmoja. Wao wenyewe wanaweza kuondoka mmoja mmoja. Kwa hiyo inakuwa iko ni furaha sana kwa Kongomani. Unajua kwa nini hao jamaa wanaanza kuondoka? Wanaanza kuondoka kutokana na vikwazo ambavyo Rwanda imepata. Rwanda sasa hivi iko kwenye wakati mgumu. Wafadhili wake wakubwa wamemwacha. Hapa nikizungumzia Uingereza. Uingereza ndio alikuwa partner mkubwa wa Rwanda. Nachukulia Canada. Ni watu ambao walikuwa wanasaidia Rwanda kwa kiwango kikubwa sana. Sasa kuna maswali manne ambayo Rwanda ilihitajika iweze kufanya. Sababu wamekwenda kulalamika Uingereza. Mmetupatia sanction hizi sisi tutaishije? Unaona. Okay, wakamwambia sasa tuambie una majeshi zako Kongo. Walikuwa wanakataa siku zote, lakini walikubali. Kagame alisema kwamba sikukuwa najua kama RDF kwamba RDF iko Mkongo. Unaona? Rais wa nchi ajui kama askari wake wapo kwenye nchi nyingine. Wapo ndani ya nchi nyingine. Unaona? Kagame anasema no. Mimi sikuwa najua kama RDF iko Mkongo. Na kama iko Mkongo basi ilikuwa ni juu ya kwenda kutraki ba FDLR. EARO na unajua Kiingereza yake ile yenye kusa Kiingereza ya shamba ile. Usielewa. Kwa hiyo Kagame alisema kwamba yeye hakuwa anajua kwamba RDF iko Mkongo. Si unajua kwamba RDF iko hiyo operation yote iko mikono ya James Kabarebe. James Kabarebe ndio yuko na Nigeria operation yote. Hii yote niko naenda MDC iko mikono ya James Kabarebe. Sasa Uingereza wakamwambia kama unasema kwamba wewe uko kule kwa ajili ya track ya FDLR, hebu tupatie proof. Tupatie proof kama FDLR wako Mkongo. Tuletee proof ya hizo ambazo zinaonyesha mauaji ya Batusi yenye uko na pretend kwenda kutetea Mkongo. Unaona? Na utoneshe wale ambao washauliwa Mkongo, Watusi ambao wao unasema unaenda kuwasaidia,
Ndio unakuta kwamba mambo Kagame anaanza kulia. Iko unalia mbele ya Uingereza. Achana na Uingereza. Analia mbele ya Canada. Ili aweze kurudishiwa misaada ambayo alikuwa anapata. Sasa mimi najiuliza ile dhahabu yote ambayo aliiba Kongo, ile cobalt, coltan, vile vyote ambavyo aliiba Mkongo alivipeleka wapi? Unaona? Kwa hiyo kitu cha wizi ndugu yangu akidumu. Sasa hivi Rwanda ipo kwenye wakati mgumu sana. Ile mashindano yenyewe walikuwa wanajivunia ile ya Tour de Rwanda ya baiskeli haitafanyika tena. Unaona? Na Uingereza imeomba raia wake ambao wako Rwanda Kigali waanze kuondoka. Ile profesia ya mzee Laurent Desire Kabila kusema kwamba cette guerre doit se terminer kwenye ilitokea. Na gisa alisema pia General Chimbangu, vita hii as long as hii vita haijafika Rwanda, nothing will happen. So they think must go to Rwanda. Sababu kule ndo imetokea. Unaona? Kwa hiyo raia wa Uingereza wote wameambiwa waondoke nchini Rwanda. Mambo yatakwenda kubadilika. Ndio bwana anambia kwamba nguvu za M23 kwisha. Katika hili pia nimeweza kusikia Joseph Kabila amefanya interview nyingine, anasema kwamba makundi yote ambayo yanamiliki bunduki ya kigeni yaweze kuondoka. Yarudi Rwanda. Unaona? Mambo yanakuwa magumu, nimewaambia ndugu zangu. Mambo yanakwenda yanabadilika. Na kubadilika kwa haya mambo ni advantage kubwa sana kwa DRC. Ni big advantage kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na shout out sana kwa wazalendo. Shout out kwa wazalendo na shout out pia kwa rais, kwa diplomasia ambayo wamefanya, na big shout out kwa waziri wa mambo ya nje bibie mamdogo huyu Wagner, Therese. Atakuwa amefanya kazi kubwa sana kuweza kuaminisha. Kitu ambacho pia mtajua ni kwamba mwakilishi balozi wa Rwanda ndani ya Baraza la Umoja wa Mataifa amejiuzulu. Si ameshindwa kutetea Rwanda. Amejiuzulu. Walimwambia usirudie huku. Ukirudia huku Mugwanda ugabona chani. Bakia kule kule. Kwa hiyo akabaki huko, akamwambia mimi najiuzulu na sirudi Rwanda. Kwa hiyo Rwanda mambo yanakwenda kubadilika mno. Mambo yatakuwa ni hovyo mno. Sasa kutokana na hii situation imewafanya wale ambao walikuwa wanaisupport Rwanda waanze kujigawa. Position zinaanza kukamatiwa sasa hivi. Position de tir. Unaona? Sasa hivi kila mtu anaanza kujipositione. Ataenda wapi? Wale ambao ni wa refugee Rwanda ambao wanajiita Wanyamulenge washaanza kujipositione wa moya. Washaanza kutafuta njia. Sie hatuna shida na Bakongore. Nsomo sire Kongore. Nuvurura ape. Sasa ule betu mwenye ignombia sema Kisekedi nuo sinusomore Kongore. Si tete no Kongo, mosi jete no Kongo. Nuvurura entre chez nous. Si vurura ape. Unaona, so vitu kama hivyo. Sasa unakuta kwamba wanaanza kujitafutia position. Tumeweza kuongea na Sage Philosophe kutoka Australia. Na from Australia aliweza ku encourage kwanza idea ya Wakongomani ya kusahau. Kutokusahau ambayo yametokea, na kusema kwamba hawa jamaa wanasemaga hivi tu. Sisi hatuko huko, lakini wako na njama zao zile zile. Hebu sikiza historia kidogo afu tutakuja kurudia. Baraka One TV. Tena jambo ndugu yangu. Hapa saa hii kwetu tunakuwa na jambo jioni. Niko nafuata hii information yako ya asubuhi ya 6h.
Antuka nimefurahi sana kusikia wale vijana wakongomani wazalendo wenye wako wanaendelea kudecortike tabia za Watusi Mkongo. Vraiment ni kitu ambacho kila mtu anapasha kuwa informe nacho. Kila mtu akuwa informe nacho, sababu tunajua Mfaransa anasema kia bibwara mwenye lwake halwachaki. Kwa unambie watu waliingia depuis 1958 wanaenda kukongo, wanaenda kama vile wa refugee, lakini mawazo yao ilikuwa hii Kongo tutaikataka siku moja. Kongo hii wenye nayo kwanza hawaijali, ina mali kinchi kikubwa, watu hawakifikiri. Wakapanga mipango, walipanga mipango ya kusema watakataka Kongo siku moja, wataibeba, watajitahidi kila kiwezekanacho mbele za wazungu wawakubalie wakate Kongo. Sasa kama tukienda kuangalia jinsi walivyoanza vita vya 1996, Radio France Inter ndio inatoa information ya kwanza wenye kupiganisha Zaire ni watu wa asili ya Kitusi wanaoitwa Wanyamulenge. Na tukiangalia kuanzia 96 vita vimekumba Kongo mpaka leo. Hivi leo ndio wakuja kutuambia sisi na Wanyarwanda wenye wako Rwanda hatuko kimoja. Bwana, tutakuwa tuko watu ama tuko wanyama? Kwa kuweza kuwakubalia, tutakuwa tuko watu ama tuko wanyama? Mimi nakumbuka wakati tuko nasoma mutaya Mobutu, avant tumalize masomo, Wanyarwanda hao wa kumilima hao wenyewe wanajipachika jina la wizi, waliacha wanatupa makarte kumbwa mabe, wanaenda Rwanda, wanatuambia tunaenda, muko mnatucheka, mnatuita tuko Banyarwanda, tunaenda kupigania nchi yetu, tukamate yetu na tukae kwetu. Leo hii wanakuwa tena si tuko Wakongomani, hatutaitika vyenye Banyarwanda wako wanafanya. Wewe uko unajiita ule unamuita ni Mnyarwanda, wewe unajiita uko nani? Kama wanasema wao tuwaite ni Wanyamulenge, sawa, watuitikie jambo moja. Mulenge, patro wa Mulenge, mwami wa Mulenge alikuwa ni Mumbote. Watuambie kwamba tuko tunawaita Wambote wa Wafulero. Kama wanaitika tuwaite Wanyamulenge, tuwaite Wambote. Na hapo kabisa tutakuwa tunaelewana vizuri. Wakikubali kuitwa Wambote kwa Wafulero, sawa, na Mbote hakuwaki na makao. Kote kwenye gouvernement apenda kumubeba, mubebe. Wambote wakwaki banafuga ngombe. Wambote wanakani ba people bako ba nomade. Bababebe kote kwenye gouvernement itaona kwenye kuko tere. Lakini udongo wa Uvira, udongo wa Fizi, udongo wa Burega, udongo wa Manyema hawataikaa. Kama gouvernement wapatia ile access ya kusema tunabakubalia ni Wakongomani wa esawa, lakini baba transfere mu zingine region, wabatoe mu region ya Kivu. Region ya Kivu ndio kwenye wako wanajisikia bako lié kwa ndugu yao ya Rwanda, na ndio banaleta mafujo. Na tutakuwa tunabaita Bambote tukibaona Mkongo. Tutakuwa tunabaita Bambote. Hatutaki kumwanga damu yao. Wakitaka tuishi na amani, wakitaka babakie mu Sud Kivu na mu Nord Kivu na mu Manyema, bakamata ile majina yote banajipachika ya buizi baitowe. Batowe ile majina ya kuitwa Banyaruchuru, Banyamulenge, Banya ile mabanya baitowe, ile mabanya baanze kuitwa Banyarwanda, Bakongole ba origine ya Rwanda. Sawa gisi si Bakongole tuko Bakongole raia ya Australia, lakini ba origine ya Kongo tunaishi. Hatuja jideklare huku kwanza huku kwetu kwenye tuko kuko na village inaitwa Kongo ya kwetu Kongo. Si Wakongomani wenye tuko huku hatujajitaka ile village ni yetu. Unaona? Watowe watu watowe ile mawazo waseme banaanza
kubadilika aba badilikaki. Nyoka hata kama haiumi haibadilikaki, itabakia tu ni nyoka. Nyoka Banyarwanda ni nyoka. Bale Banyarwanda mubaone, Banyarwanda angalia Munyarwanda mwenye iko mu Kenya anaweza kujatashia na Mnyarwanda mwenye iko Rwanda. Simunaona kama ni vitu vyenye biko mudamu yao, bo banapendaka tu bakwe batu ya madesordre mu dunia. Kwa hiyo siye wakongomani tusipumbazike, hii ndo wakati yetu ya kumalizana nabo bien. Ule mwatapenda kubakia Mkongo atowe ile jina yenye anaiba, jina ya wizi, abakie Munyarwanda, Kongole wa origine ya Rwanda. Sawa, atukatali. Akiwa kisema sema takamata ile jina ya Kongo wajibajike. Njo bale ba rebele piga bo fimbo kabisa ya kweli barudie kwa balitoka. Sawa ndugu yangu, hiyo muendelee tu kuhabarisha watu wasipumbazike. Injo wakati wenyewe wanaona faiblesse na ingia ndani yao. Walishaona gouvernement zote za Bulaya zinabatupilia zinisha bakatala. Kwa mkutafuta gisi gani wataanza kuishi sasa. Bajinga wenyewe bako wanakuwa wanajificha. Bantaba oneshe Bakongomani aseme sisi tunabapendaka. Na wakati walikuya muno sisi wako nasema watafunga milango ya Babembe na Wafulero, batafunga na makufuri, wawache moto nyumba zote balunguze. Wanazania sisi wenyewe tulikutania ile wakati ya sisi tulishe bisabu. Tuko na tujakufa si wote. Wadogo wanakufa, wengine wako, na tuko naendelea kuambia hata na watoto wetu na wajukuu wetu. Tunawaambia hizo habari. Kwa hiyo endeleeni kuhabarisha Wakongomani wote wajue kama Munyarwanda ni Munyarwanda na mawazo yake yenye alishaka jijengea hawezi kuibadilisha. Watajishusha kwa kujionesha sema wako victimize. Kwa anatanda wako wanatengeneza plans zingine za kisi batakata inchi ya Kongo. Sisi tumeshaamka, ile huruma tulikuwa nayo zamani tumeshaitoa kabisa. Ile huruma tulikuwa nayo ya kubaona ni batu tuwakonsidere kama batu tumeitoa. Akileta fujo, kama ni mpanga kukichwa, kama ni hama kukichwa, kama ni gongo kukichwa, kumalizana naye bien kabisa. Ule mwenye anajishusha unamwambia origine yako ni wapi, rudia kwenu, hakuna kitu kingine. Kuna mambo tena ya kuishi pamoja. Tutaishi na Bahutu, hapana Batusi. Mutusi wote Mkongo, akwe mu region gani, bamurudishe, rapatrier kabisa. Ndo hivyo ndugu yangu, muendelee tu kuhabarisha watu. Tuko tafurahi sana kusikia information zenu, habari za kwetu. Basi tutazidi tena baadaye. Mkiachana na hiyo hapo, nilikuambia kwamba nitakwenda kukusomea list. Niko na list hapo ya watu wa hovyo ambao wanatakiwa wajulikane. Wajulikane kwamba hawa ni watu wa hovyo ambao wameweza kusaliti nchi na kwenda kuungana na maadui. Wako wangapi tu? Hapa tuko na 39. Tuanze nayo hapa. Nitakusomea kwa Kifaransa. Il est regrettable de constater que pendant que notre pays, la RDC, est envahi par l'ennemi rwandais, il y a certains Congolais qui, pour leurs intérêts égoïstes, collaborent avec l'ennemi. Ni jambo la kushangaza sana kuona kwamba wakati nchi yetu ipo kwenye matatizo ya vita, kuna matatizo ya vita ya uvamizi wa Rwanda, kuna baadhi ya Wakongomani ambao kwa maslahi yao binafsi walikuwa wana collaborate na adui. Les traîtres sont, wasaliti hao ni pamoja na Corneille Nangaa Yobelo. Wa pili, Fredy Ndongozi. Wa tatu, Dr. Buba. Wa nne, Manu Birato. Huyu ni ambaye aliteuliwa kuwa gavana wa Sud Kivu. Petit frère Manu, unaenda.
wenzako washaanza kimbia pale Goma na ni Bukavu. Sijui kama huko unabakia pale kuna fanya nini. Na huu Petit Williams naye huyu wa Goma naye. Wa nne sipende kuingia madetai ya Manu Birato, ancien membre wa INC ya Vital Kamerhe tusa. Achana na hiyo. Na huyu ni wa nne. Wa tano ni Maître Wilson Lutwamuzire. Wa sita ni Albert Kasongo. 7 ni le fils du notable Bugugu. 8 ni le fils du notable Belvede. 9 ni Matunya Mulinduka. 10 ni Crispin Kashale. 11 ni Ladislas Muganza. 12 ni Blaise Maseka. 13 ni Marcelin Bahaya. 14 ni Eli Abibu. 15 ni Taisi Bagula, journaliste de Bukavu. Upiti nilikuwa namjua huyo. Batretri kabisa. 16 ni Daniel Mapenzi wa ONG Santé Plus, nawaambia juu ya ONG. Wa 17 ni Biamungu Kazimiri. Wa 18 ni Alain Sindano. 19 ni Nicolas Lubala. 20 ni Elize Muzalia. 21 ni Kyungu Silimu. 22 plutôt ni Honorable Basubi wa INC Kinshasa. 23 ni Maître Alain Shukuru. 24 ni Ingenieur Aimable de Logefreme kudadeki zake. 25 ni Marceline Chishambo. Marceline Chishambo huyu alikuwa kibaraka gavana wa zamani wa Sud Kivu. Huko unaona viongozi ambao walikuwa madarakani ndio wako naenda tena kuungana na adui. 26 ni Shamamba wa Société Civile Congo Kome. Najua. 27 ni Ngongolu sana. 28 ni Mwami Rajabu. Rajabu tena. Notez que le préfixe Mwami n'est qu'un surnom. Lakini sio Rajabu mimi Mimi ni mwandishi wa habari, sio Mwami. 29 ni Adams Kalingishi. 30 ni Abamungu Solange. 31 ni Abibu Fariala. 32 ni Kabala Ngimbi. 33 ni secrétaire exécutif adjoint wa gouvernement provincial ya Sud Kivu ule mzee. 33 ni Selela Ramadhani. 35 ni na 4 ni Selela Ramadhani. 35 ni Justin Ndaboba. 36 ni Patrick Protocole wa Ogefrem. 37 ni Maître Alain Murwa. 38 ni Godens Maheshe. 39 ni Marcelin Kantitima, fils de Norbert Kantitima et ancien conseiller à la CENI sous Cornel Nanga. Na 40 mama Eldorado en bistro à Bukavu. Wote walikuwa wanahusika katika kuweza kuwa sukuma M23. Unasahau pia Boazi Salum bwana. Uso Salum. Boazi Mango. Eske nilimtaja? Na nani mwingine tuongezee hapa? So hawa ndo wasaliti ambao walikuwa wanaitumikia M23. Unaona? Na hii ni wachache au ni upande wa Kivu ya Kusini. Lakini bado wapo wengine wengi ambao tutakwenda tunawagundua mmoja baada mwingine. So big up sana kwa wote ambao wako nazidi kuwatch B1 TV. Na tunashukuru sana kwa ukaribu, tunashukuru kwa ushirikiano pia. Nafikiri hayo ndio ambao tuko nayo. Kama unavyojua ni kipindi cha habari pia na maelezo. Tupo majira ya saa 9 hivi, tunaelekea saa 10. So tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Usisahau tu kwamba Operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na pia B1 TV tunahitaji support kutoka kwako. Tunahitaji $300 na tayari tuna ahadi ya watu watatu. Jacques na sio Jacques Bahati, ni pamoja na Dieudonné
Butoto, Michigan, pia Kiza Salum pamoja na Hasani Ramadhan, lakini bado hatujaziweka mkononi bwana. Na mwingine na ndugu yangu namsahau hapa jina. Sorry, tutakuweka lakini bado sija weka mikononi. So tunahitaji kupata mixer nyingine. Hii inasumbua. Nafikiri kuna sikia kisiko na inakatakata sauti na ileta fujo mpaka masikio yanauma. Utasikia Rajabu anaumwa masikio kwa sababu ya hivi. Pia tupate na laptop nyingine. Big up sana, tunashukuru kwa wote. Na jambo jingine pia tu ni kuweza kuendelea kushare na kusubscribe Baraka1 TV. Saa 12 nitagusia kidogo kuhusiana na kitendo cha kuwaweka Nanga kuwa wanted. Nanga amewekewa pesa bwana. Dola milioni 5. Dola milioni 5 kumkamata mtu mmoja. Kwa hiyo ukimkamata Nanga uko na 5 milioni. Watoto wa Bukavu, watoto wa Goma. Hivi kwa Goma za hizi. Mumkamate huyo jamaa. Mujiorganize hata imwe dipere hivi. Mwende mumwanleve. Yeye Bisimwa na Piero Luara na wengine. Mwende mwanleve hii franga isipotee. Tukutane majira saa 12.